Being watchful. Kwa Kiswahili ni mwangalifu. Amen. See, we are from Easter. Praise God. And we resurrected with Christ. Bwana asifiwe. Hata naona from the faces we are glowing. Praise God. So how can we be watchful? As we keep a balanced life and again enjoy this life that we've been given by God. Praise God. Naona some of my brothers and sisters here are recently from school. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Those who are recently from school. Bwana asifiwe. Kwa biology tulikuanga tunasoma sana similarities and the differences. Bwana asifiwe. Na katika hii andiko naona kuna similarities kadhaa. Praise God. And the differences. Bwana asifiwe. So this is the story. This is one of the parables that was given by Jesus. Bwana asifiwe. Yesu alipenda sana kutumia mafumbo kwa wanafunzi wake. Praise God. Because he was from God and he is God. Bwana asifiwe. So this is one of the parables he used to tell them about the kingdom of God, how it is. Bwana asifiwe. Or what it can be compared to. Bwana asifiwe. So alisema there were 10 maidens. Praise God. Kwa nyingine, in other versions, it is written virgins. Bwana asifiwe. So this one means they were undefiled. Praise God. So this is one of the similarities. Wote walikuwa virgins. Bwana asifiwe. Na tukiendelea kusoma, tunapata ya kuwa they all took their lamps. Praise God. These virgins wote walichukua taa zao. Praise God. So this is another similarity. Wote they had their lamps. Praise God. And they had one purpose. Tukiendelea kusoma, they were waiting for the bridegroom. Praise God. So this is another similarity. Wote were waiting for the bridegroom. Praise God. As we continue to read, the Bible says that as the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Praise God. Another similarity. Wote walipokuwa wakingojea mwanarusi, they slumbered. Wote walisinzia na wakalala. Praise God. So this is another similarity. They all slumbered and slept. Bwana asifiwe. So hapa the Bible is mentioning about the lamp and the oil. So what is this lamp and the oil? Praise God. There is in your assignment in our pair. There is a place written in the Bible, a verse, that your word is a feet to my lamp. Praise God. So ukisoma hapo utapata ya kuwa the word of God is this lamp. Praise God. So these virgins, all of them, praise God, they took their lamps, which is the word of God. Praise God. Na sasa nilisema kuna similarities and the differences. Nitakuwa mwalimu. Bwana asifiwe. Nasemanga mwalimu mwenye ana chalk na kiboko. Praise God. So there are similarities and the differences. Praise God. So in the difference, tunapata ya kuwa 5 were wise. Praise God. And 5 of them were foolish. Praise God. Na tukiendelea kusoma, tunapata ya kuwa the foolish took their lamps, praise God, with no oil. Bwana Yesu asifiwe. And the wise, they took their lamps with a flask of oil. So these are the differences. Bwana asifiwe. And what is this oil? Praise God. Nikifanya my research, napata ya kuwa this oil is the Holy Spirit. When tu nimewambia the lamp is the word of God. Bwana asifiwe. Now the oil is the Holy Spirit, because the word goes hand in hand, praise God, with the Holy Spirit. Bwana asifiwe. And we know that the word is also the sword of the Spirit. Praise God. So nilianza kusema, how can we be watchful and keep a balanced life as Christian and again enjoy this life that we've been given by God. Praise God. And the salvation. Bwana asifiwe. So as Christian, we should take our oil,
Praise God. Our lamps. Bwana asifiwe. And the oil. Praise God. We should take the word of God together with the Holy Spirit. Bwana asifiwe. To balance this life of salvation and Christianity. Bwana Yesu asifiwe. So these wise virgins, they took the lamps, the wise, praise God, with oil. Bwana asifiwe. And the foolish, they only took the lamp with no oil. Bwana Yesu asifiwe. So asubuhi ya leo, do you have your lamp with the oil? Ama mafuta ilisha katika kitambo. Umebaki na lamp peke yake. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. I have a friend. Na leo my friends hawatakuwa na bahati. Praise God. Yes? Yes. I have a friend. And this friend of mine was telling me, ati Jane, wewe huwezi kuniambia kitu yoyote yenye inahusu Mungu. I was like, why? Akaniambia kwa nini? First thing, uko na study kwa masikio. The other thing, umepaka mdomo. Kitu ingine, umevaa longi. Bwana asifiwe. Akaniambia uwezi, you cannot tell me anything about God. Na mimi, hata nikienda kwa kanisa, niingie tu hivi. Na nikute ni mwanamke ameshika microphone hapo mbele. Hiyo kanisa sitaingia, nitatoka tu. Huyu ukimwangalia, hii lampi yake iko na mafuta kweli. Akaniambia yeye hawezi. Bwana asifiwe. So asubuhi ya leo, what's the importance of carrying our lamps with the oil? Bwana asifiwe. And balancing the life of wokovu. Bwana asifiwe. Imagine as a man of God or a woman of God, utoke kwako January, uende conference. Bwana asifiwe. Hii conference umeacha niseme mama ama baba nyuma na watoto. Umeenda umechukua hata 2-3 months ati uko kwa conference. Hiyo that lamp iko na oil kweli ndani. Iko nayo. Praise God. So this oil, the Holy Spirit, Bwana asifiwe. The Bible tells us that the Holy Spirit is our counselor, is our teacher. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. And the Holy Spirit, kuna some of us or some people, when you listen to their stories, tunawaangalia and you are like, how did you make it? Praise God. It is through the help of the Holy Spirit, the helper. Because Holy Spirit is the helper. Bwana asifiwe. Through it all, they were not alone. They had their lamps with the oil. Bwana asifiwe. So huwezi tu kuwa na the lamp peke yake bila mafuta ndani. Bwana asifiwe. Praise God. We were taught sometimes back about the salt. Praise God. We can't be this salt without the oil. Kama una hii mafuta, praise God, huwezi kuwa salt. Bwana asifiwe. Because this oil in our daily lives as Christians, Bwana asifiwe, or as the faithfuls, wale wameokoka, praise God, hii inatusaidia kila siku katika familia. Bwana asifiwe. In parenting, Bwana asifiwe. Hata in dressing, praise God. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguo ingine ukivaa, praise God, hata kama unajikaza na unatembea, lakini kikitu ndani mwako kama umeokoka inakwambia tu hapana. Praise God. So that is the work of the Holy Spirit. Praise God. Hata kuongea, Bwana Yesu asifiwe. Hii oil inatusaidia to know where, how, who, and who are the audiences you are talking to. Praise God. Si kuongea tu para, praise God. Hata baadaye ukikaa chini unajiuliza, na kweli nilikuwa naongea nini? Bwana Yesu asifiwe. So this oil inatusaidia. Kuna vitu zingine hata ukitaka kuongea unasikanga tu nyamaza. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. And this oil pia inatusaidia to deal with our weaknesses.
like bitterness. Praise God. Bitterness ni ile anga imekomaa, ile umekanga kwa moyo for so long. Praise God. Inatusaidia sana dealing with our bitterness. Praise God. Nilisema leo, my friends, hawana bahati. Bwana asifiwe. I also have a friend. Praise God. Alikuwa ananipea story venye Holy Spirit ilimsaidia kudeal na bitterness. Praise God. So this mama was telling me yeye alikuwa na ile hasira, ile imepita hata hasira. Bwana asifiwe. Kitu kidogo ikimkasirisha utaona nguo inafanya hivi. Roho inadunda. Praise God. Na atanguka chini, faint, amwagiwe maji, atijutu ya hasira. Praise God. Akikosana na mzee, avunje vyombo kwa nyumba. Praise God. So akaniambia one day, Bwana Yesu asifiwe, akiwa kazini, so it happened, walikuwa kazi ilipungua, so wakasimamisha watu. So kwa bahati mzuri ama mbaya, alikuwa one of the victims, akasimamishwa. Praise God. So that same week, yeye anasimamishwa kazi na the husband. So unajua left. The husband left. Venye watu wana leftingi WhatsApp. The husband left. Akamwacha hapo na watoto. Ana kazi. Praise God. Tena tu kwa neema ya Mungu, venye tu the husband left, yeye tena akaitwa arudi kazi. So na alikuanga na chama. So after 1 month sasa amekaa tu, alikuwa naomba sana Mungu. Alikuwa anaambia Mungu, in my situation, if you don't deal with this one, hii kitu itaniua. Kwa sasa hasira imeongezeka. Bwana asifiwe. Na wamama praise God. Si mnajuanga tu mzee akikukosea. Unakumbuka zile za 2020. Na inakuwa ni kama jana. Praise God. Iko very fresh. Ni kama ile kidonda imeongezwa chumvi, pilipili. Iko very fresh. Bwana asifiwe. So this my friend pia alikuwa tu hivyo. Praise God. But ingawa alikuwa na siku Mungu sana, ananiambia Mungu nisaidie. Cause hapa usiponisaidie hii kitu itaniua. Bwana asifiwe. So one time, wamama bado niko tu na nyinyi, ukipata chama, praise God, ameenda kufanya shopping. Praise God. Ni Naivas ama Quickmart ama Muhindi Mweusi. So mama akaenda kufanya shopping. Praise God. So amebebana, anarudi home. Bwana asifiwe. Na kanaona kimutu ndio kile kanakuja na mattress. Bwana asifiwe. Hasira ikapanda, akasema nimshike hapa kwa barabara nimrarue ama ni mume na mdomo. Praise God. Akasema hapana, sitaki kufanya drama hapa kwa barabara. Akasema acha tuende kwa nyumba. Kanaenda tu kajamaa kanamfuata, wakaingia kwa nyumba. Kitu ya kwanza mtu anamwambia nisaidie maji ya kuoga. Alisema hiyo hasira ikakuja. Alafu in the process ushaiona ile balloon ile imefura. Alafu ikatobolewa na shindano. Akasikia tu hasira imeshuka, anajaribu kukasirika, makasiriko haikuji. Akajaribu kugombana, haikuji. Akachukua maji, akapeleka kwa bafu. Na mpaka wa leo marafiki zake na the sisters wanamwambia tujawahi ona mjinga kama wewe. Praise God. And that is how God, the Holy Spirit helped her to deal with that bitterness. Praise God. Anasemanga iliisha. Hiyo hasira yangu inafanya papa chini na unamwagiwa maji. Iliisha. Bwana asifiwe. So this is the one of the roles venye Holy Spirit inatusaidia katika our daily lives as Christian. Bwana asifiwe. Praise God. So sisi hapa najua we began with our oils, with our lamps and oils inside. Bwana asifiwe. And now in the long run or in the short run, because safari bado, praise God. Is it long run or short run? It is in the long run.
or short run to some people, because safari bado, praise God. So unapata ya kuwa some of us, we dropped the oil. Bwana asifiwe. Tulianza kama how the wise maidens or virgins. Bwana asifiwe. Na venye tunaendelea na safari, tunakuwa, we are like now, we are the foolish virgins. Praise God. Because we've dropped the oil, tumebaki sasa na the taa peke yake. Bwana asifiwe. So asubuhi ya leo, may the Lord help us to seek him again, that we get back the oil. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. That's the end of my teaching today.